Kwa majina yangu ninaitwa Alice Pascal Haule. Mimi ni mjane na mke wa marehemu Justice Rugaibura, na pembeni yangu ni mtoto wetu wa kwanza. Niko hapa kusema kinachoendelea kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza nataka kusema kwamba hii nyumba ni ya kwetu. Tulinunua mimi na mume wangu. Tulinunua tulipata taarifa hapa kuna nyumba ilikuwa inauzwa mwaka 2007 na process zote zilienda mpaka mwaka 2008. Na tangu wakati ule nimekuwa nikiishi hapa mpaka mwaka huu mwezi wa kwanza. Mwaka 2020 nikasikia kwamba kulikuwa kuna kesi nyingine ambayo nilisikia tu, sio kwamba mume wangu alikuwa ameniambia, na hata kukopa sikuwa nimejulishwa chochote wala kushirikishwa. Nikasikia kwamba huyo Mohamed amefungua kesi nyingine Mwananyamala, ambao mume wangu alikwenda kule na ile kesi ikasikilizwa na ikapatikana, wakaonekana kwamba watalipana kwa inaitwa settlement, na ikaonekana wamelipana. Baada ya hapo mimi sikuwa najua kingine chochote kilichokuwa kiendelea, japokuwa mimi ile zuio mara ya kwanza mimi nilikimbilia Wizara ya Ardhi. Baada ya ile mara ya kwanza walioondoa vitu wakachukua na mali zangu, Wizara ya Ardhi walinipa mshirikiano mkubwa sana. Maana nilikuwa sijui chochote. Wakaniambia, mama, lete vyeti vya ndoa, lete hiki na hiki na hiki, uweke caveat. Na hiyo caveat ndio ambayo iko mpaka sasa, ambayo namzuia huyu bwana kuweza kuchukua nyumba. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nimeendelea kuishi. Mwaka 2022 mwezi wa 9 tarehe 25 mume wangu, tarehe kama 20 mume wangu aliumwa ghafla na akapelekwa hospitali. Ilikuwa Ijumaa, kapimwa vipimo, akawa ameishiwa damu, wakamhudumia pale, wakapiga ultrasound, akaonekana utumbo umekatika. Kwa hiyo akaendelea kuongezewa damu. Ilipofika Jumapili jioni, wakati anamuogesha pale, akatokwa povu na akafa. Baada ya mume wangu kufa, kilikuwa ni kipindi ni kigumu sana, kwa sababu sijui ninaanzia wapi na nafanya nini. Lakini mimi niliendelea kuwa nimebaki hapa. Mwezi wa kwanza mwaka huu nikaona nitafute watu nipangishe angalau watoto wangu waweze kwenda shule. Mimi nikatafuta sehemu ya kujihifadhi. Lakini nikawa napata vitisho na simu mbalimbali kutoka kwa Mohamed Mustafa Yusufari, akidai nyumba ni ya kwake na mume wangu alimuuzia. Akasema kwamba aliuziwa hii nyumba kwa milioni 262 aliuziwa, na akasema hadi picha zako zipo, na kwa sababu mimi nina hati huwezi kuipata hii nyumba, kwa sababu mimi nikionyesha hati popote lazima wewe uondolewe. Na mimi nikasema mimi lazima nitadai haki yangu, kwa sababu mimi sijai kuuzia nyumba na siku zote naishi hapa. Nikafungua kesi. Nimefungua kesi. Huyo Mohamed hajai kuonekana, lakini akawa anatuma watu, anasema kama ninataka nyumba hii tuiuze mimi na yetu gawane. Nikamwambia mimi nauzaje nyumba? Na iuzaje, kwa sababu kama umeshabadilisha na hati na unasema mume wangu ulikusainia na kila kitu, wewe ndio unaweza kuuza, mimi nauzaje? Wamenisumbua sana. Mwisho wa siku ndio mimi nikasema acha niende mahakamani tena, kama mimi baada ya baba kuwa amekufa, ili mahakamani basi haki itendeke. Lakini hata mahakamani, ninasema ukweli wa Mwenyezi Mungu, mimi ni Mkristo na ni mtu mzima. Hata mahakamani kiukweli nimesumbuka sana, kwa sababu kesi ilikuwa inaenda vizuri na mawakili walikuwa wanakuja hata kutoka Wizara ya Ardhi. Lakini leo mnapoenda mara wanabadilisha hiki, mara tunaambia tokeni mwende mkafanye settlement. Tukienda anatuma watu wanatuambia kwamba kama nahitaji nyumba yangu, kwa sababu yeye ana hati, hakuna mtu anaweza akanisaidia chochote. Kama nahitaji nyumba yangu anaweza kuniuzia bilioni 3. Nikamwambia mimi bilioni 3 naitoa wapi? Mimi ni mjane na watoto 4. Sina popote pa kwenda. Ni hapa nimeolewa, nimezaa watoto wangu hapa, ninaishi hapa, sina popote pa kwenda. Mara akasema sijui anataka nimpe hela sio kiasi gani kufidia, kama milioni 200 sio ifike 700. Nikasema kwa kweli sina kokote pa kupata pesa hiyo unayosema, na mimi hujai kuniona hata kuja kukaa kufanya biashara na wewe.
Akasema tuishaeka na picha na mume wako sijui. Nikamwambia mimi unanifahamu. Akasema mimi sijui. Document ziko vizuri, lazima hiyo nyumba nitaichukua. Basi mahakamani imeenda hivyo. Wiki mbili zilizopita, tarehe 19 tulikuwa na kesi mahakamani. Lakini nashukuru wale watu wa pale mahakamani. Kuna mtu mmoja akaniita, alikuwa ni mwanasheria, akaniuliza unakuona hapa mama, nikamuelezea. Akaniambia hii kesi inaenda leo kupigwa kitu kinaitwa PO. Kwa sababu huyu mwenye kesi ana mkono mrefu. Sasa bado hatujaitwa hapa. Na kweli mimi kampigia wakili wangu. Wakili wangu akaniambia wanasemaje, nikamuelezea. Akasema basi sisi kwa sababu kama kweli wana mkono mrefu kiasi hicho na unaona kweli mambo yanayotokea, sisi tufungue tena upya kesi, kwa sababu utakachokwenda kuambiwa atakwambia hujamkopi nani, msajili. Na ambacho kweli katika uelewa wangu nilikuwa vitu vingine sijui, lakini nilikuwa tayari nishafanya ule utaratibu wa zile siku 90. Kwa hiyo bahati nzuri ile ikawa imerudi kwenda kuomba ili kesi ianze tena nyingine upya tangu hiyo tarehe 19. Ukienda pale wanasema kuna shida sio umeme, mara IT, mara sijui wakili wako hajamwandika namba ya simu ya wakili mwingine, kwa hiyo ile kesi haijapandishwa. Na hapo nilikuwa nimefungua kesi yangu nyingine Oysterbay Police, na nikawa naomba msaada wa kwamba huyu anadai kwamba mimi nimeuza nyumba nikishirikiana na mume wangu kwa shilingi milioni 226, kwa maana kwamba alikopa 150, alafu baadaye katika kufanya transfer za ardhi sijui wakati wana transfer ikafika 226. Nikauliza nyumba kama hizi hapa ni mbili, hii hapa ni nyumba ya gorofa ambayo sisi tumenunua karibu milioni 470, inawezaje ikauzwa shilingi milioni 150 na nyuma kuna nyumba nyingine? Ndio nikaambiwa naomba mimi haki itendeke, kwa sababu sijawahi kuuza nyumba wala mume wangu hajawahi kunishirikisha kwamba tuuze nyumba. Na kumbe kulikuwa kuna kesi ile niliyosema Mwananyamala. Mume wangu alipoitwa aliwaambia kwamba huyu bwana mimi nilikuwa nafahamiana naye, tukapeana hela kwa kufahamiana, lakini hati nilimpa kama bondi, sikuwahi kumuuzia nyumba anavyodai. Na nimekuja kama mwakilishi wa Mohamed Mustafa Yusuf Ali. Mimi katika hili swala yuko hapa Mohamed amesafiri kidogo kwa sababu hizi taarifa zilipatikana jana usiku na alikuwa tayari amesafiri. Kwa Mohamed ameshindwa kufika, na kiwalisia wakili wake anemwakilisha sasa hivi naye yuko mbali, kwa hiyo ameniomba mimi nije kwa kuwa nalifahamu hili swala. Swala hili mimi nilikuwa namwakilisha Mohamed hapo nyuma, na mpaka sasa hivi nalifahamu, nimelifanyia kazi. Na mwanzo wake ni kama alivyoeleza dada Alice kwamba Mohamed alinunua kwa maelezo ambayo tumepewa na mteja. Mohamed alinunua hii nyumba mwaka 2011 kutoka kwa marehemu Justice Lugaibula ambaye ni mume wa dada Alice. Na kwa maelezo zaidi ya Mohamed ni kwamba alipitia michakato yote ikiwemo kupata signature ama dole gumba la dada Alice, na yeye anasema kwamba alikuja mwenyewe akamwekesha lile dole gumba. Kwa nyaraka ambazo tumeziona ni kwamba nyumba hii alinunua kwa shilingi milioni 262 huo mwaka. Na baada ya hapo anasema kwamba kumekuwa na mivutano baina yake na marehemu Justice katika kufanywa handover ya hii nyumba, mpaka pale ambapo kuna kati Mohamed alipata matatizo akawa yuko nje ya nchi, na alivyorudi sasa ndio sisi tukaanza kulishughulikia hili swala. Ilikuwa kwenye mwaka 2022 2023 mimi ndio nimeanza kuwasiliana na dada Alice, na kipindi ambacho tunafanya mawasiliano mimi na dada Alice tumeonana si chini ya mara 5 au 7. Kuna kati alikuwa anakuja na mdogo wa marehemu, nadhani anaitwa Deli, na dada wa marehemu. Kwa kipindi hicho role yangu mimi ilikuwa ni kuangalia jinsi ya kufanya usuluhishi katika swala hili, kwa sababu upande mmoja kuna mtu ambaye kainvest hela yake kwa ajili ya kununua, lakini upande mwingine kuna watu ambao bado wako ndani ya nyumba. Na tulikuwa tumemshauri Mohamed kwamba huyu mama sasa hivi ni mjane na ana watoto. Nimekutana na dada Alice mara ya kwanza City Mall, nikakutana naye tena City Mall akiwa na wakili wake anaitwa Musiga. Kikao cha mwisho tumekifanyia hapo Golden Fork
na yeye ndo alichoose hiyo sehemu, akasema ni karibu na kwake. Nia ni jinsi gani tunafanya usuluhishe. Mohamed alikuwa hayuko, alikuwa na mwakilishi wake. Yule mwakilishi alifikia stage akamwambia dada Alice tupe offer ni kiasi gani. Ukweli ni kwamba boss Mohamed na dada Alice wamekuwa kivutana. Dada Alice kuna kati anasema nitatoa 150. Unaanza kungapi, weka mezani tumshauri Mohamed. Mohamed naye anasema ninataka hivi. Kwa hiyo wote wawili kumekuwa na mvutano baina yao. Mimi binafsi nimeshiriki kwa 100% katika kutafuta suluhu. Mpaka mara ya mwisho yule mwakilishi wa Mohamed akamwambia dada Alice kwamba basi mimi ninachukua guarantee. Fanya unachoweza, kama mtauza hiyo property mpe Mohamed milioni 500, mimi nitasign katika on his behalf na kwamba ndio iwe mwisho. Majibu ya dada Alice alituambia kwamba mimi na yule mwakilishi wote sio Mohamed, yeye anataka Mohamed akae naye mezani. Tukamwambia Mohamed kwa sasa hayuko, ni bora kufanya hivyo sababu yule mwenzake Mohamed alikuwa anapaa ufatoni ili tulimalize hili swala. Akatuambia kwamba what if tunataka kumpiga. Tukamwambia kwamba Mohamed ametoa blessings zote. Baada ya hapo lilivyoendelea kuwa ni swala la mahakamani, mimi sikushiriki sana. Lakini ninafahamu kwamba alifungua kesi shauri la mirathi, akaingiza hii nyumba kama sehemu ya mirathi, ambapo Mohamed naye akalicontest hilo kwamba nyumba ukianza kufanya search hata sasa hivi ipo kwenye jina la Mohamed, kwa nini iliwekwa kama sehemu ya mirathi? Kwa hiyo kule mahakamani wakaambiwa kwamba hii ni premature, subirini pale ambapo atakapoanza kugawa. Baada ya kutoa ile kesi kule, dada Alice akaenda akafungua kesi, ndio hiyo anayosema Mahakama Kuu kitengo cha ardhi. Ile kesi kwa taarifa nilizopata ilikuwa inaenda sawa sawa. Kilichotokea ni kwamba upande wa Mohamed wakaweka pingamizi kwenye pointi mbili. Moja, kesi imefunguliwa nje ya muda bila kuomba ruhusa, kwamba miaka 12 imepita tokea hayo mauzo yafanyike. Namba 2, Registrar of Titles hajawa included kwenye ile kesi. Wakili wa dada Alice baada ya kuangalia zile pingamizi na akaona zina mashiko, wakaamua wenyewe, nadhani kwa kushauriana na mteja wake, withdraw ile kesi Ijumaa iliyopita. Kwa hiyo hapo nadhani mahakama ilikuwa imeenda kwa kufuata taratibu zake za kawaida. Ni wakili kwa kushauriana na mteja waliamua wenyewe withdraw ile kesi. Kwa hiyo wakaitoa ile kesi mahakamani. Baada ya kuitoa ile kesi mahakamani, kukawa na taarifa kwamba wanataka kufungua kesi nyingine. Ndio hapo Mohamed akatafuta watu, kwa sababu title unasoma jina lake. Akatafuta mabroker kuja kumtoa dada Alice, akisema kwamba mara ya kwanza alikuwa anakaa yeye mwenyewe na familia, na ameshachukua jitihada za kutaka kumuona kwamba wanakaa chini wanayasort, lakini ni wao wawili walishindwa kuwa wanakubaliana katika kiwango. Kwa hiyo wale mabroker ndio wakaja wakafanya kilichofanyika. Umiliki katika kiwanja hiki, kiwanja namba 891 Msasani Beach, ina hati namba 49298. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hati hii kwa mara ya kwanza ilitolewa tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 1999. Kwa mara ya kwanza tumeitoa hati hii. Na wakati natolewa kwa mara ya kwanza mwaka 1999, tulimilikisha mtu anaitwa Bariki Elisante Keenja. Kwa CLP namba nistaje, ndiye tuliyemilikisha mtu wa kwanza mwaka 99. Baadaye Keenja akauza hii property, akauza property hii kwa Real Estate Company Limited, na uhamisho wake ulikamilika tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2007. Lakini pia baadaye hawa Real Estate wakaja wakamuuzia mume wa mama anayelalamika, ambaye anaitwa kwenda kwa mwaka 2008 ikauzwa kwenda kwa mtu anaitwa Justice M Lugaibula. Justice M Lugaibula ambaye nadhani ni mume wa mama. Na hayo mauziano tukayasajili, kwa maana hati ikahamia kwa Justice M Lugaibula mwaka 2008. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwaka 2011 miliki ilihamishwa kutoka kwa Justice M Lugaibula kwenda kwa Mohamed Mustafa Yusufali mwaka 2011.
ambapo uhamisho huo ulisajiliwa tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2011. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uhamisho huu, nature ya uhamisho huu kwa mujibu wa faili la msajili ni transfer, kwa maana ya kuuziana. Na bei ambayo imeuzwa, naomba hii nitakayosema ndio hiyo bei sahihi. Naona wanatamka bei tofauti hapa. Bei iliyouzwa ni milioni 262,500,000 kwa mujibu wa nyaraka za msajili. Mkuu wa wilaya utaunda timu ndogo kwa kusaidiana. Sasa nitakuletea wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi, kwa kamishna msaidizi wa Dar es Salaam na jeshi la polisi, watu wa usalama, watu wa TAKUKURU, watakaa kwa pamoja, mtapitia nyaraka hizi kwa pamoja, tutatoa majawabu kwa pamoja ili mambo mengine yaweze kuendelea. As of now, hakuna kesi mahakamani inayohusu ardhi hii, kwa sababu mama mwenyewe amekiri kwamba waliitoa kesi wapi? Mahakamani, ili waweze kukaa mezani. Nilifungua tena. Ulifungua tena? Control number nikienda sipewi ushirikiano. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mpaka sasa hakuna kesi. Hakuna kesi ambayo yani kesi ni mpaka isajiliwe. Kwa hiyo mpaka sasa ni kwamba kesi ya ardhi hii haijasajiliwa. Kwa hiyo kwa muda huu hamna kesi mahakamani. Kwa hiyo mama huyu atapata msaada pia wa kisheria. Atapata msaada pia wa nini? Wa kisheria, ili kuweza kuisajili kesi hiyo kama ambavyo yeye anatamani iwe. Baada hapo sasa naomba ndio. Kuna jambo moja nataka kuongezea. Ndio. Ambalo hili kanifahamisha Mohamed mwenyewe. Ndio. Baada ya kuwa ameshindwa kuja hapa. Alitamani baada ya kuona kilichotokea jana, kwanza hata yeye mwenyewe yuko very sorry na jinsi ambavyo hili zoezi limeendeshwa, lakini kaniambia kabisa yeye mwenyewe kwamba anatamani kulimaliza hili swala amicably, ikiwezekanika waitwe yeye pamoja na mama, kwa sababu wamekuwa na mgogoro, waweko chini aone jinsi gani wanaweza kulimaliza amicably, kila mmoja aishi kwa amani. Hayo kaniambia yeye mwenyewe. Asante sana. Basi tukutane kwenye ofisi yangu mkuu wa wilaya na wataalamu wote ambao nimewasema siku ya Ijumaa saa 8 mchana, baada ya swala ya Ijumaa saa 8 mchana.